mazungumzo na ofisa habari kama ananiambia hivyo, lakini hata kwenye mazoezi ya jana ya gym Chef Ono Malone alionekana. Unajua kuna mazoezi ambayo mchezaji kama ulipata injury either ya enka ama ya goti unahitaji zaidi kukaa nje kwa ajili ya kuuguza. Na kumbuka pia Chef Ono Malone alifanyiwa upasuaji kule nchini ilikuwa ni Morocco Kwa utaona wazi kwamba kuna namna amerejea sasa kikamilifu, na hata mazoezi mwanzo alikuwa anafanya kwake binafsi, lakini hivi karibuni amekuwa akifanya mazoezi, hata warm up amekuwa akifanya. Kwa hiyo hii inaonyesha ishara kwamba amekaa sawa, na jana nimepenyezewa kwamba ni yeye kocha kuamua either amtumie au ataona labda atafaa huko mbele, labda asijitoneshe. Lakini kwangu mimi, kwa kile nilichoelezwa, ni kwamba Chef Ono Malone ana asilimia kubwa sana kucheza mechi kutokana na tayari amekuwa sawa sawa. Unaona bana, jana alikuwa mazoezi magumu sana yale ya gym. Na yanaonekana pia akiwa anapasha pale. Kwa hiyo wa kwanza mdau aliouliza napata kumjibu namna hiyo. Lakini bwana, taarifa bwana imenifikia. Jana tuliibua mjadala wa dabi Ndio. Imesambaa. Habari zimesambaa na sasa hivi mjadala mzito ndio hiyo dabi. Sisi waga wa kwanza kuanzisha. Alafu wengine wanafuata. Sijui unasikia vizuri. Tulianzisha wenyewe jana, juzi, sasa hivi ndio imekuwa talk of town. Kila mmoja anazungumza. Lakini dabi bana, habari iliyopo tangu jana tumeambiwa dabi ipo. Na kati ya tarehe 10 fulani hivi Mei. Watu wajiandae bana. Hamna kukimbiana hapo. Mpanzu Pacome lazima wakutane. Na mwezi wa 5 ndio utakuwa mwisho wa yote kwa sababu ligi lazima iishi tarehe 25. Kwa hapa katikati lazima kwa mujibu wa kalenda ya msimu huu. Ligi msimu wa 2024-2025 ligi itatamatika tarehe 25. Ndio. Mechi za mwisho zitachezwa tarehe 25. Sasa mara baada ya tarehe 25 tunakuwa na tarehe 30 kwenye finali ya CRDB Cup. Sasa ikifika tarehe 26 bado kuna viporo. Sasa tutakuwa na swali. Jana taarifa zimeenea kwamba hizi sasa zimetoka kwa waandishi wengine, washikaji zangu ambao ni waandishi pia wanafuatilia masuala haya kwa karibu, na nimepenyezewa taarifa kwamba kinachopelekea TFF na bodi ya ligi kushindwa kupanga tarehe ya dabi ni kutokana na CAS kutokutoa majibu ya Yanga. Unaona, hicho ndicho ambacho kinachelewesha bodi ya ligi, TFF kupanga tarehe rasmi ya dabi, na wanachosubiria wao ni kwamba CAS wanasemaje, alafu wanaachia tarehe. Kwa hiyo hata wao kumbe bwana ni swala tu la wao kupeleka tarehe, kutangaza tarehe sio issue. Issue ni kwamba wale jamaa kule wanasemaje, kwa sababu taarifa tayari wanayo kwamba tayari Yanga wako wapi? Wako CAS. Lakini wanasema paka kesi itakapokuwa imesikilizwa na matokeo ya kesi yamepatikana, ndipo sasa tarehe ya dabi itapangwa. So wazungu wanasema let's keep waiting, tusubirie kuona. Lakini pia wazungu wanasema let's wait and see. Ushanifahamu vizuri. Kwa jambo lipo bado linafuatiliwa, lakini CAS ndo wanasubiriwa soon as possible. Inawezekana leo au kesho kutwa wakatoa majibu yao. Bana, taarifa bana hii kutokea pale Ken Gold. Ndio. Ni kwanza nilitafutwa na wakala wa mchezaji, yakaambia jina lake lisitajwe. Wakala huyu wa mchezaji kutokea Kongo alikiwasha sana Ken Gold. Bana bwana mzee Frejibu vipi? Nikamwambia fresh. Sasa unaona bana mambo kwa ushahidi bwana Lusajo mambo kwa ushahidi. Sasa mbona unachukua bwana tablet yangu? Muhimu. Mambo kwa ushahidi. Mimi siji hapa kubumba vitu kaka. Ndio. Friji to the next level bro. Kwa hiyo wala usio na shaka. Mzigo huo hapo. Au kama vipi umepeleka mwenyewe? Wake unaona sasa umeona sasa vitu? Nimeona vitu. Uhakika Uhakika. Sasa bana nimepenyezewa bana, kuna chuma moja kilikuwa kinafanya vizuri sana pale, anaitwa Lasa Kiala. Alikuwa na rasta hivi. Unakumbuka Lasa Kiala? Alikuwa anawasha sana. Alikuwa anawasha sana Lasa Kiala, na mimi nikawa naambia watu, huyu jamaa huyu anaweza kufanya kitu kwenye vilabu hata vikubwa. Lakini kushuka kwa Ken Gold kuna wachezaji wengi ambao wanapata maisha. Mfano Lasa Kiala nimepenyezewa hapa kwamba tayari vilabu vingi vinamnyatia, lakini sio vya Kariakoo. Watu wengi wanapendaga sana kusikia habari za Kariakoo, lakini chukua hii hapa. Bana wanasema wao bana wamepata ofa nyingi sana kwa timu mbalimbali zikiwa zinahitaji kupata huduma ya mchezaji huyu Lasa Kiala,
mwenye umri wa miaka 26. Ni jaki tu, ba mdogo, asikushtue na urefu wake ule. Bwa mdogo. Ukitaka kujua kwamba ni bwa mdogo, angalia namna ambavyo anatembea uwanjani, namna ambavyo anapiga vienga, namna ambavyo ananyumbulika, flexibility hali ya juu sana. Kwa hiyo ana miaka yake 26 na mpaka sasa timu ambazo zimepeleka ofa mezani kwenye management ya Lasa Kiala ni pamoja na Dodoma Jiji ya pale mkoani Dodoma. Nimefurahi kuona Dodoma pia wapo na awamu hii hawataki kupitwa. Wana wachezaji wengi wa kigeni kama yule Nigeria alikuwa nazima pale kati, na awamu hii pia wanatamani kumpata Lasa Kiala kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Na Mungu pia nao pia wamewiwa kumtaka au kutaka huduma ya mchezaji huyu Lasa Kiala. Lakini Fountain Gate ya pale mkoani Manyara nao pia wametuma ofa, wanahitaji mchezaji huyu. Coastal Union Mangu Shagosi Wandima nao wanamtaka mchezaji huyu. Pamba Jiji ya pale Mwanza naye wako interest na mchezaji huyu, lakini pia Tanzania Prisons na wao wanamtaka Lasa Kiala. Sasa wako kwenye kinyang'anyiro. Tuone hapa nani mwenye kisu kikali, kwa sababu kinachosubiriwa ni mwenye kisu kikali kwenda kula nyama. Kwa hiyo jana nilikuuliza David Pasco, licha ya timu kushuka, ni wachezaji gani ambao unaona hawa watabaki katika ligi kuu msimu ujao? Ukawatanabaisha. Na nilikawatanabaisha, lakini kingine faida ni kwamba huyu Lasa Kiala yeye alisaini mkataba wa miezi 6 kwa ajili tu ya kuhakikisha timu ya Ken Gold inasalia kwenye ligi, na amemaliza sasa. Kwa hiyo yuko free, ni free agent. Kwa hiyo haupati shida tena bwana, signing fee yake pale. Sasa mnaenda kufanya mazungumzo na management ya mchezaji, sio na club tena. Kwa Lasa Kiala amemaliza kazi yake aliyotumwa. Kazi aliyotumwa kuifanya Ken Gold amemaliza. Anaondoka. Amemaliza. Na David Pasco, kabla hajamaliza hapa Fijibovu, tusilaze vitu. Kwa dakika 2 au 3 nataka uzungumzie Ken Gold. Ni wamefeli wapi? Dirisha dogo katika timu ambayo ilikuwa inaimbwa kwenye usajili ni Ken Gold, lakini na wapo ambao wakaamini kwa usajili huu Ken Gold watabaki katika ligi msimu huu. Hatimaye wamemsajili mchezaji ambaye hajawasaidia, hajatumika kwenye michezo mingi, Bernard Morrison. Mmoja kwa wachezaji ambao tuseme ni usajili ambao wa hasara. Ndio. Katika usajili wa dirisha dogo, Ken Gold walizingatia mahitaji ya mwalimu ama walikurupuka? Waliamini kwamba wakileta wachezaji senior wanaweza wakafanikiwa, wachezaji ambao tayari walishakuwepo kwenye michuano ya ligi. Walikuwa wanataja wakina Mixon, Saido, Tibazoki. Walishindwa. Mixon na Saido waliwashindwa kutokana na mikataba ambao walikuwa wanataka kuingia nao, lakini pia na fedha ambazo walikuwa wanapaswa kuwapatia katika usajili, pia pamoja na hata mishahara ambao walikuwa wanapaswa kuwalipa. Kwa hiyo Godfather Saido Tibazokiza, pesa ambazo alikuwa analipwa Simba ni pesa nyingi sana. Unaenda sehemu ifike hata milioni 10 mshahara, Saido mpate wewe. Saido unajua kwa wiki anaingiza shilingi ngapi kwa biashara zake pale Burundi? Godfather yule, tajiri. Alafu kuna mtu anaitwa Luigi Jose Mixon, ameenda kutajirikia akiwa Simba, ameenda kutajirikia Al Ahly. Ana apartment kibao, tajiri, bilionea kijana, mtoto yule. Zaidi ya bilioni 90 kwa mwezi. Sasa mtu bilioni 90 ama apartment, anasafiri masemitrela, asafirisha vitu. Luis Mixon ya kumpa mshahara milioni 4 milioni 5, we bana, no, doze hiyo haiwezekani. Wakaleta wachezaji ambao wakahisi watawasaidia. Mimi ninachowashangaa ni wao kuingia kwenye mkenge au mtego wa kumchukua Morrison ambaye alikuwa anaumwa. Morrison alikuwa anaumwa, anaishi Mbweni hapo. Morrison alikuwa anaumwa tangu amecheza Yanga Afrika. Morrison lini alipona? Wakasema labda huyu tukimuwai atapona, wakahangaika naye. Kila wakimuwai haponi. Hachezi, amecheza lini? Juzi. Kacheza mechi moja ile ya juzi pale. Lakini wakamleta na mdogo wake Morrison. Hana exposure yoyote. Wachezaji ambao asilimia kubwa walioleta hawakucheza na wengine hawakufanikiwa kabisa hata kuvaa jezi. Unaelewa? Kwa walipata hasara. Hicho cha kwanza, na mimi hapo nitalaumu management yao, hawakufanya research ya kutosha kufuatilia status za wachezaji. Either ligi waliotoka, ushindani uliopo, lakini pia wao binafsi wako vipi katika kupambania nafasi uwanjani. Unaelewa? Pia wana msaada gani na mchango gani, lakini pia discipline za wachezaji na injuries status pia hawakufuatilia. Wakaingia kwenye mtego, wanatuchukue tu, hawa ni masinia, usinia wao utatubeba. Usinia vipi mzee? Hawakuwa na mkakati wa usajili kuendea duru ya pili, ama walifanya usajili wa kuwakusanya? Kwa sababu kama mimi binafsi nilipokuwa nasikia habari za Saido na Mixon, nikasema wanabaki. Mimi nilikaa pale kwenye kiti hicho nikasema mimi nitakuwa mtu wa mwisho kusema Ken Gold anashuka. Nilipoona Saido
nikaona na Mixon anatajwa, lakini nilivyoona sasa Morrison, uzuri risiti zako umejitolea mwenyewe. Wani uongo. Sasa wewe mtu Morrison nani huyu? Mixon, Zaido, hao watu wana uzoefu na ligi alafu hawataki masihara wakiwa uwanjani. Kwa kwangu mimi nilikuwa nishaamini hilo, lakini